Wanajeshi wa Urusi wanajikusanya upya na kujiandaa kwa mashambulizi mapya katika mkoa mwingine huko nchini Ukraine. Nani amethibitisha taarifa hii kuhusu wanajeshi wa Urusi kujikusanya na kujiandaa upya kwa mashambulizi katika mkoa mwingine huko nchini Ukraine? Basi na kusikia kwamba ungana nami na unifuatilie mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii. Wanajeshi wa Urusi wanakusanyika upya kwenye mpaka kujiandaa kufanya mashambulizi mapya kaskazini mashariki mwa Sami huko nchini Ukraine. Rais wa nchi hiyo Bwana Volodymyr Zelensky ameweza kuthibitisha hivyo kuhusu taarifa ya wanajeshi wa Urusi kujikusanya huko kaskazini mashariki katika mkoa wa Sami nchini Ukraine kwa ajili ya mashambulizi mapya. Zelensky amesema hivyo. Kiongozi huyo alisema kwenye chapisho lake kwenye jukwaa la kijamii la Telegram ya kwamba Ukraine imechunguza maeneo kando ya mpaka wake wa mashariki ambapo jeshi la Urusi linakusanya nguvu. Hiyo inazungumza na hamu ya kuwasilisha mgomo katika jimbo la Sami. Wanaelewa hilo na wanachukua hatua za kukabiliana na wanajeshi wa Urusi. Zelensky aliweza kusema hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Rais wa Ukraine pia aliandika ya kwamba anatumai viongozi wa kigeni watatambua kuwa huko Moscow wanajiandaa kupuuza diplomasia. Wanadiplomasia kutoka nchini Marekani walikuwa huko mjini Moscow wiki hii ili kuharakisha mpango wa kusitisha mapigano na Urusi na rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye bado anashikilia msimamo wa juu katika matakwa yake ya umma ya kupata makubaliano na Ukraine. Baada ya mazungumzo huko nchini Saudi Arabia kati ya Marekani na Ukraine, Kiev pia ilisema iko tayari kusonga mbele na usitishaji mapigano mradi Urusi itafanya vivyo hivyo. Zelensky pia aliandika ya kwamba hali katika eneo la mbele la huko Pokrovsk imetengamaa baada ya miezi kadhaa ambapo jiji la Donetsk lilikuwa kitovu cha mapigano na vitisho vya mara kwa mara vya kuzingira Urusi. Hivi majuzi Urusi imefanya mafanikio makubwa katika jimbo la Kursk nchini humo, eneo ambalo majeshi ya Ukraine yaliweza kulichukua mnamo mwezi Agosti mwaka uliopita, ambayo utawala wa Zelensky ulitarajia kulitumia kama mwafaka katika mazungumzo ya amani baina mwa nchi hizo. Kamanda mkuu wa Ukraine alikanusha ripoti za hivi majuzi ya kwamba wanajeshi wa Ukraine walikuwa chini ya tishio la kuzingirwa katika jimbo la Kursk, huku Urusi ikizidi kusonga mbele katika eneo la Kursk linaloshikiliwa na vikosi vya Ukraine. Shukrani kwa viongozi kwa vikosi vyetu vya Ukraine. Idadi kubwa ya vikosi vya Urusi viliondolewa kutoka pande zingine hadi mkoa wa Kursk. Zelensky pia aliweza kuandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Naye waziri mkuu kutoka nchini Uingereza anayefahamika kama Keir Starmer, yeye pia alitangaza ya kuwa muungano uliopanuliwa wa mataifa unaongeza juhudi za kuunga mkono Ukraine katika mazungumzo ya amani na Urusi kufuatia mkutano wa kilele wa juu wa kilele huko nchini Uingereza katika jiji la London. Aliweza kutangaza hivyo siku ya jana Machi 15 kuhusu kuendelea kuiunga mkono Ukraine katika kuongeza juhudi za kuiunga mkono pia kuelekea mazungumzo ya amani dhidi ya Urusi, ambako Keir Starmer alisema muungano huo ambao sasa unajumuisha washirika zaidi ya ilivyokuwa katika mkutano wa awali wa Lancaster House wiki mbili zilizopita, pia utafanya mazungumzo ya kijeshi mnamo Machi 20 ili kuunda mipango thabiti ya dhamana ya usalama ya Ukraine. Starmer alisema hivyo katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano huo. Alisema sasa watahamia kwenye awamu ya operation. Starmer aliwaambia waandishi wa habari akikazia ya kwamba majadiliano ya kijeshi yajayo yatazingatia dhamana halisi
ya usalama ambayo inaweza kujumuisha askari walio chini na ndege angani ikiwa ni lazima. Anamnukuu, tunajua kutokana na historia ya hivi majuzi kwamba makubaliano bila mipangilio ya usalama sio kitu ambacho rais wa Urusi Vladimir Putin anaheshimu, Starmer alisema, akionya ya kwamba bila dhamana sahihi ya usalama Putin atavunja mstari tena. Starmer pia alisema ya kuwa mataifa yanayoshiriki yanajadili kwa dhati unyakuzi wa mali za Urusi zilizohifadhiwa kama sehemu ya shinikizo kubwa la kiuchumi dhidi ya Moscow, huku akikubali matatizo ya kisheria yanayohusika. Starmer alithibitisha kuwa muungano huo ulikubali kutekeleza vikwazo vya ziada dhidi ya Urusi mara moja. Alinukuliwa ya kuwa tunakubali tutaendelea kuongeza shinikizo kwa Urusi kuweka msaada wa kijeshi kuelekea Ukraine na kuendelea kuimarisha vizuizi kwa uchumi wa Urusi, Starmer alisema, akitaja mwitikio wa masharti wa Putin wa Urusi kuhusu mafanikio ya amani si mzuri vya kutosha. Pia Starmer hata hivyo hakuwa wazi juu ya hatua mahususi ambazo yeye na washirika wake wangechukua ili kumlazimisha Putin kutupilia mbali madai yake makubwa zaidi katika mazungumzo ya kusitisha mapigano baina mwa Urusi na Ukraine, ambako inakumbukwa siku ya Machi 13 mwaka huu Putin alisema ya kuwa Moscow ilikuwa tayari kukubaliana na usitishaji vita wa siku 30 unaoungwa mkono na Washington, lakini akadai ya kuwa kama sehemu ya usitishaji wowote wa uhasama, Kyiv itapunguza uhamasishaji wa kijeshi, mafunzo ya wanajeshi na nchi za Magharibi zitasitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Baadhi pia wamesema madai ya Putin ni sawa na kujisalimisha kwa Ukraine. Muungano uliopanuliwa sasa unajumuisha wanachama kutoka Ulaya, Canada na Australia pamoja na kuungwa mkono na Japan. Licha ya Marekani chini ya Rais Donald Trump kukanusha uungwaji mkono wa mtangulizi wake wa Ukraine, Starmer alikuwa na nia ya kuangazia mijadala ya hivi majuzi ya mshauri wake wa usalama wa taifa huko Washington. Tunazungumza na Marekani kila siku kuhusu kile kinachofuata, Starmer alisema, akionyesha imani ya kwamba rais wa Marekani Bwana Donald Trump amejitolea kabisa kufikia amani ya kudumu nchini Ukraine, pia kusitisha mapigano hayo baina mwa nchi hizo ambayo yamedumu kwa sasa takribani miaka 3 tangu Februari ya mwaka 2022.